Majira ya Mungu yakitangazwa ni majira ya Mungu, na huu ni nabii wa kitaifa tena. Kwa kuwa Mungu ametangaza majira haya kwamba hataki hila, hataki mtu yoyote ambaye anapanga mbinu yote ovu. So yoyote akichanganya kwenye mfumo wa kimungu, Mungu atapita naye kama upepo. Na hii haina cha kusema kwamba sio utapata ajali. Hii ni tunazika. Kiongozi wa ngazi yoyote atakayeenda kinyume na haya, solution ya mwaka huu sio kupigwa stroke kalale. Hii mwaka huu tunazika. Hajalishi umri wako, hajalishi cheo chako, haijalishi unatokea wapi. Na ukienda kwa waganga ili uende kwenye nafasi ile kule, wewe utaishia kushuhudia uchaguzi hivi. Hautapata hiyo nafasi. Na kuna watu wa nafasi ya juu kabisa, nafasi ya juu kwenye chama fulani, sitakitaja mnakijua, nafasi fulani, hawatashuhudia uchaguzi ujao. Wataandaa maandalizi, lakini uchaguzi ujao hawatashuhudia. Hawatakuwa hata karibu na uchaguzi. Watalala kabla ya uchaguzi. Kwa nini? Walisuka mipango kuelekea uchaguzi. So kwa sababu wanasuka mipango kuelekea uchaguzi, wanalala mapema kabisa. Hii ni kodi natoa. Kwa sababu ya hila anazozitengeneza, hatachungulia uchaguzi unaofuata. Mwaka huu hachunguli uchaguzi. Wanaojua sasa wanaelewa. Kuna jina liko linaitwa mpango wa Mungu kutimiza alichokikusudia. Na utakuwa ni mfano kwa watu wengine ambao wataandaa hila au watashiriki kwenye hila kupingana na mpango wa Mungu. Uchaguzi hatashuhudia. 2025 na sio huyo tu, wapo wengi. So huu mwaka ni wakupisha, ni haki tendeke. Imagine Mungu alivyotupendelea kwenye hii nchi. Haki tendeke. Kuna watu kwenye mkondo huo, elewa neno mkondo huo. Kuna watu kwenye mkondo huo watapukutika kabla ya wakati ili Mungu kutengeneza njia zake. Mtakapoona hayo, jueni ya kwamba ni majira ya Mungu. Nyoosha mapito yake. Ni mambo mabaya yanaumiza, lakini ni wakati wa Mungu kulisafisha taifa la Tanzania ili kiinuke kizazi ambacho kitahubiri haki, upendo, umoja, mshikamano, kurejesha mapenzi kati ya mtu na mtu, na inawezekana.